Amini umeanza muziki tangu 90 huko. Ukiwa bado uko mdogo, kwa sababu nilikuwa fuatilia sana historia yako, sijui miaka 8 kitu kama hicho ulianza kuimba. Lakini mpaka leo hii sisi bado tunasikiliza ngoma zako. Ukipiga hapo tunasikiliza. Hebu tuambie nini siri ya mafanikio yako kwamba unaendelea kufanya vizuri mpaka sasa hivi? Mimi naweza nikasema kiukweli siri ya mafanikio yangu mimi ni Mungu. Mungu ni mzuri, unapokuwa umetulia vizuri, tuna Mungu anakutengenezea vitu vyako. Anakutengenezea vitu vyako na wewe mwenyewe juhudi yako. Basi unaendelea kuenjoy. Una lipi la kuambia hasa wasanii wa sasa hivi ambao wanapiga tu ngoma baada ya siku 2-3 wanakata tamaa, alafu tena wanakuwa kama vile wataki muziki? Hapana, wasikate tamaa. Kwa sababu kama muziki ni kazi na muziki ni product. Unaweza ukatengeneza product ya kwanza isikubalike, ya pili isikubalike, ya tatu isikubalike. Kwa sababu hata mimi unavyoniona sio kama nikubali. Of course mimi nilivyokuja tu kwenye kurekodi nikatoa nikakubalika. Na hata nilipokuwa kule chini kabla sijarekodi nilikubalika, kwa sababu kila mtu anakuwa amebarikiwa kivyake. Lakini wapo ambao wanatoa kubaliki, lakini kuna siku moja anatoa ngoma unashangaa. Anatoboa. Wasikate tamaa. Kabisa. Tumeona mara nyingi, tuliona ulibadilika kidogo kimuziki, ukaingia tena kwenye gospel. Kidogo tukachanganyikiwa, tunaangalia tena inakuwaje tena mama yetu ameingia kwenye gospel. Gospel kama gospel, kila mtu anatakiwa kufanya gospel. Kwa sababu gospel mimi hainizuii kufanya muziki. Wakati wa gospel una wakati wake. Nikienda ibadani naimba gospel. Nikitoka kwenye mikutano ya injili naimba gospel. Lakini nikiwa kwenye kazi kama kazi, nafanya kazi. Kwa nini? Mimi baada ya kuokoka nilitazama vitu vingi. Kwenye wokovu usitegemee utaenda kuimba nyimbo za injili. Sawa, kuna wengine unaweza ukasema nipe milioni kadhaa. Lakini mwisho wa siku mara nyingi sana wengi wamepotea katika hiyo njia. Kwa nini? Si kana kwamba mimi niliingia kwenye muziki wa gospel sikusema sasa nimeingia kwenye gospel basi hebu ngoja nifanye gospel. Lakini katika watu 10 ambao nilipita nikamwambia sasa nafanya gospel kwa sababu sina income. Na income yangu ilikuwa inatoka kwenye muziki wa Bongo Flava. Waweze kusupport albamu yangu wa gospel. Kilichofuata pale ilikuwa ni umalaya tu. Utamwambia mtu anapitia njia ya kukutongozea hapo hapo. Utamwambia mtu anapitia njia hapo. Kwa hiyo unakuwa kama unadharaulika, unakuwa kama ni mtu fulani ambaye hauheshimiki, yani mtu anakuchukulia kama ulivyo. Kuna wengine tunashukuru Mungu wana roho ya kiungu wanakupa, lakini sasa haiwezi kutosha. Mwisho wa siku unashangaa huyu kaanza kuiba, huyu anafanya kitu cha ajabu, mtu anamshangaa, huyu si muimba gospel. Sasa kwani mimi nikajiuliza, kwani mimi kwenye Bongo Flava nilikuwa nakaba? Nilikuwa naua. Kwa sababu ulizungumzia kuhusiana na mambo mengine, lakini mama yangu, tangu tumeanza kukufahamu kwenye game yako ya muziki mpaka sasa hivi, sijajua wengine, lakini stories sisi tunakufuatilia, tujawahi kusikia skendo kama sasa hivi wasanii wengine wanavyokuwa sasa hivi, mara huyu kafanya hiki mara kile. Lakini kwako umewezaje ku maintain your status? Muziki wala hata uhitaji skendo. If you're a really musician, wala hata uhitaji skendo. Kwa nini? Kwa sababu mimi siendi studio nikiwa nimevua nguo. Yaani nimevua nguo zangu zote ndio niimbe. Naenda nimevaa nguo vizuri tu, naimba na inatoka sauti nzuri. Kwa hiyo kinachoniuza mimi sio skendo. Kinachoniuza mimi ni kazi yangu ninayoiweka. Labda mimi nafikiri tu ni ule mfumo ambao labda wao wenyewe wakikaa kwenye makundi yao wanafikiria. Lakini wengi wangekuwa wanafanya kazi ambazo ni za kijamii, kazi ambazo ni za kitaifa, kazi ambazo ni yani nyingi sana kazi zingekuwa ni za kijamii za hivyo na vile. Mimi nafikiri mtu akijulikana katika hilo bado inamweka juu, sio lazima mpaka wewe una maskendo ya ajabu. Lakini tumeona vijana wengi wamekufuata baada ya kumaliza kuperform pale. Wengi wanakuomba namba kwa ajili ya connection. Na wengine wanatamani kufikia hapo ulipofika wewe. Kwa kumalizia, unalipi la kuambia hasa wasanii wa sasa hivi ambao ndo bado wanajitafuta, wanataka kuingia kwenye game kama ulivyoingia wewe kwa haraka zaidi? Wanaweza kuendelea kujitafuta lakini wawe waangalifu. Kwa sababu kuna mwingine anajitafuta mpaka unamwona huyo naye. Kwa sababu kujitafuta sio kufanya mavitu ya ajabu. Jitafute kwenye eneo fulani, lakini zungumza na watu wako wa karibu, kama ni wazazi, ndugu, jamaa, waweze kukusaidia kuingia studio, waweze kukusaidia kuingia kwenye radio.
Yani kuwa na akili ya kibiashara ya muziki. Okay. Hao ambao umewapa namba sasa, vijana hapa, uogopi kusumbuliwa sasa baada ya simu zikiwa nyingi sana kwamba watanisumbua na nini? Simu, yani kwa sababu ndo bado anatafuta kwa watakuwa nakupigia simu nyingi za kazi. Mimi niko hivi, mimi nikikupa namba au ukiwa una namba yangu, zungumza na mimi kazi. Utanipigia mimi kwa ajili ya kazi, nitakusikiliza, nikaona kazi yako naweza nikakusaidia vipi, nitakusaidia. Nikiona wewe bado haujakuwa kwenye kiwango, nitakwambia bado haujakuwa kwenye kiwango. Lakini si nikikupa namba basi unipigie. Kwa sababu ukinipigia mimi nitakwambia wewe usinipigie tena. Kwa sababu sio kama nimekupa namba basi ndio nampigia inakuwa usumbufu. Simu nimekupa kama mawasiliano ya kawaida. Nipigie, niulize mahali ambapo mimi naweza nikafanya, nitafanya. Unajua mimi nasaidia vijana wengi sana. Underground. Okay. Yani nikisema afu leo tu nimeropoka. Sipendagi sana kuongea. Vijana mimi wengi sana wananifuata. Hizi chorus zao hizi. Yani naweza nikasema najaza magunia kama mie. Unajisikiaje hasa pale unapowasaidia? Mimi wala najisikia kwa kweli vizuri tu. Kabisa. Najisikia kwa sababu na mimi ningekuwa sijasaidiwa nisingefika hapa. Kwa sababu mimi sauti yangu haipunguki. Ndio unaona maajabu na mimi. Unamsaidia tu. Unamwambia haya, unamsikiliza dada, mimi unajua kwa sababu ana kiu. Unamsaidia tu. Okay, tumefurahi kabisa kupiga story kidogo na wewe leo, japokuwa miaka mingi sana. Sisi yani tunaweza tukasema hata wengine tulikuwa bado hatujaelewa muziki ni nini, lakini leo hii tumebahatika, Mungu mwema, tumekutana. Lakini la kumalizia sasa, leo ni sikukuu nyingine sana. Red Valentine Day tayari imeshaanza. Lakini tumeona umeburudisha na umependeza zaidi. Yani tukiangalia zile video za miaka hiyo mpaka sasa hivi, umeulizwa swali pale kuhusiana kwamba unawezaje ku-maintain urembo wako wa miaka hiyo mpaka leo hii bado uko pale pale. Kile nimekipenda sana. Labda uendelee kwa yani, na ni kweli kwanza tunataka tujue unawezaje ku-maintain. Mimi sikuridhika na ile swali na majibu uliotoa, lakini bado nataka kujua pia. Una maintain na vitu vyote. Una maintain na amani, una maintain na kufanya kazi kwa bidii, una maintain na kumshukuru Mungu. Una maintain kwa kufanya kazi upate hela. Unapanua wigo wako. Kwa sababu ku-maintain kwenye kitu ni hela. Kabisa. Lakini leo ni Valentine Day na tumekuona umekuja peke yako. Kwa nini? Sasa nyumbani kule binti yule wa kwangu mdogo kidogo kwa hiyo akipata anakunywa dawa, lakini kama bado anapata joto. Pole sana. Lakini mara nyingi huwa tunakuwa wote. Okay, sana. Tunatamani kumuona wakati mwingine. Hamna shida. Asante sana. Asante na wewe.